wasifu wake katika nchi za Afrika, na unaona anarudia neno moja mara nyingi, hekima, umoja. Alipenda sana kuunganisha kanisa na nchi, na alipenda kuimarisha wengi kwa mtazamo wa Afrika tambue. Katika Tanzania tutapewa salamu zetu za kanisa na rais wa baraza, lakini tukumbuke pia kwamba Mwadhama alikuwa kati ya waanzilishi wakuu wenye mawazo mapana chini ya Askofu Josephat Lebulu akiwa rais wa baraza wakati ule, waanzilishi wa chuo kikuu kwanza na vyuo vingine, na kutengeneza mpango wa muda mrefu wa kuanzisha vyuo vikuu vya Katoliki vya baraza. Kwa hivi tunamkumbuka pia kwa hilo, na maaskofu walimteua yeye kuwa mdhamini, patroni wa vyuo vikuu mpaka siku anafariki alikuwa bado anaendelea yeye. Kwa hivi tunatambua mchango wake huo mkuu katika elimu ya juu. Lakini walipokuwa naanzisha chuo kikuu, wanafunzi walikosa ada mwaka ule wa 98. Ilibidi akawatafutia ada ile degree, wanafunzi wa kwanza wa degree. Diploma walikuwa wanalipiwa na shirika moja la Ujerumani, lakini degree akawa hakuna anayejitokeza. Yeye alienda kutafuta na tukasaidiwa na nchi ya Italy. Ndio maana nipigia makofi balozi serikali ya Italy kupitia baraza la maaskofu, ndio baba aliwawezesha wanafunzi hao ambao wamekuwa wahitimu wa kwanza wa chuo chetu cha kwanza cha St. Augustine. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha. Na katibu mkuu wakati ule alikuwa Askofu Kilaini. Baba msimame, Baba Lebulu na Baba Kilaini. Baba Lebulu, Askofu Lebulu. Asante. Na huyu ndio alikuwa, mliposikia maaskofu alikuwa anachagua mapadri wale. Huyu ndio alikuwa wa kwanza kutumwa kusoma mwaka 68, ndio alitumwa kusoma huyu nje Notre Dame. Kofi kwake baba, ni mstaafu. Ni mstaafu. Alafu baadaye ndio akafuata mwaka 70 na ngapi ndio akafuata kina Baba Pengo. Naomba nimkaribishe rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania atupatie neno la rambirambi kwa niaba ya maaskofu wote, na baada ya hapo atawaalika maaskofu kutoa mkono wa rambirambi kwa baba askofu wetu mkuu wa Dar es Salaam. Karibu. Wapendwa mababa makardinali, Fridolin Kardinali Abongo, rais wa SECAM na askofu wa Kishansa, Mwadhama Anthony Kabanga, askofu mkuu wa Kigali, na Mwadhama Protasi Rugambwa, askofu mkuu wa Tabora. Mpendwa Mwashamu Askofu Mkuu Yuda Tadeus Ruwaichi, askofu mkuu wa Dar es Salaam, Mwashamu Askofu Mkuu Angelo Wakatino, balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini Tanzania, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba,